Ezekiel ni mmoja wa manabii wakuu. Wako 4 manabii wakuu walioandika. Mmoja ameandika vitabu viwili. Kwa hiyo vitabu vya manabii wakuu ni 5, lakini Yeremia kaandika kitabu cha Yeremia pamoja na Maombolezo. Kuitwa wakuu si kwa maana ya umuhimu, ni kwa ajili ya size tu ya kitabu. Wale wanaitwa wadogo kwa sababu wameandika vitabu vyenye size ndogo, lakini si kwa umuhimu. Tuseme amina. Kwa hiyo kitabu hiki cha Ezekiel, mwandishi ni Ezekiel mwenyewe, na maisha ya Ezekiel yanafurahisha. Alikiandika kati ya 590 hadi 570 BC au KK kabla ya Yesu. Wakati nyeti kuliko wakati wote katika historia ya Israel, kwa sababu kilikuwa ni kipindi cha Yuda kupelekwa uhamishoni Babel. Tunajifunza kwamba Nebukadneza mtoto wa mzee Nabopolassar aliipiga Yuda kwa mara ya kwanza 606 BC na kateka mateka, lakini kati ya mateka mashuhuri walikuwa ni Danieli na wenzake, wakiwa vijana wa miaka 17 kwenda juu mpaka 20. Wote walikuwa watoto hawa, lakini walishafundishwa juu ya Mungu wao Yehova. Amen. Safari ya pili, maana Nebukadneza amepiga Yuda mara 3. Safari ya pili akarudi tena mwaka 597 kabla ya Yesu, na akapiga tena na akateka mateka. Mtu mashuhuri aliyefuatana na mateka hao alikuwa nabii Ezekiel. Akatekwa akapelekwa uhamishoni. Safari ya 3 ya 586 ambako mtu mashuhuri aliyepelekwa alikuwa mfalme mwenyewe wa Yuda, mfalme Zedekia. Akazolewa akapelekwa kule. Lakini hiyo safari ya mwisho ni ya muhimu sana katika miaka yote juu ya Yuda. Usiusahau mwaka wa 586 BC au KK, sababu ndio mwaka ambao hekalu la Sulemani lililojengwa na mfalme Suleman toka mwaka wa 970 anapotawala, akatumia miaka 7 kulijenga mpaka mwaka wa 963 akawa amelimaliza na likafanya kazi. Alipokuja kumaliza utawala 930, utawala ukagawanyika. Sasa hekalu hilo ambalo kwa wana wa Israel kuanguka kwake walikuwa wanajua ni kama mwisho wa dunia, Mungu akaruhusu lipigwe, lichomwe moto, likateketea kabisa. Lakini kitu muhimu sana kigumu kilichotokea ni kwamba sanduku la agano lilipotea toka mwaka wa 586 mpaka leo halijulikani liko wapi. Na mwaka huo Waisraeli kwa kuwa wametawanyika, hawana nyumba ya kuabudia, ndio mwaka masinagogi yameanza duniani. Mark that. Amen. Kwa hiyo masinagogi ni nyumba za ibada za Wayahudi, sio msikiti wa Kiyahudi.